Kwa majina anaitwa Nicholas Cosmas Kirunga. Ni mwenyekiti wa ACT wilaya ya Kibondo, jimbo la Muhambwe, mkoani Kigoma. Ningependa kuongea machache yanayohusiana na siku ya demokrasia duniani ambayo kwa Tanzania, kwanza nianze kwa Afrika au nianze neno lenye demokrasia ni nini? Demokrasia ni ile hali ya kushirikisha watu katika maamuzi. Demokrasia inaweza kulitafsiri kwa maana pana, lakini kutokana na wasomi kwa Kigiriki walisema ni maamuzi, kuheshimu maamuzi ya watu wengi zidi ya maamuzi ya watu wachache. Lakini mimi kwangu unaweza nikaitafsiri demokrasia kama ni udikteta wa maamuzi ya watu wengi zidi ya maamuzi ya watu wachache. Na tangu ianzishwe imeletwa msingi bora sana katika kuboresha huduma za kijamii, kwa maana kama nchi ikichagua viongozi ambao wanatokana na uchaguzi za kidemokrasia, wale watu wanakwenda kuwajibika kwa wale wachagua, kuliko mifumo iliyokuwepo siku za nyuma, mifumo ya kidikteta. Na tunaweza tukaona kwa Afrika tumekuwa tunalazimisha kila mwaka, tumekuja na kuwa na matamko, maazimio, lakini demokrasia Afrika haitekelezeki kwa asilimia kubwa. Yaani watu viongozi wanaona ni fashion kuongoza kwa mfumo wa kidikteta. Hata zile nchi ambazo tunaamini za kidemokrasia zinazochagua viongozi wake kila baada ya kipindi fulani, hakuna demokrasia inapofika wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo mimi nitoe wito katika jamii. Jamii ina wajibu wa kushinikiza demokrasia ifanyike. Jamii ina wajibu wa kushinikiza kuona demokrasia inafanyika, lakini jamii ina wajibu wa kuilazimisha serikali au watawala kuhakikisha demokrasia inafanyika, kwa kuhakikisha wagombea wanaowataka wao ndio wanaowachagua, wanaohakikisha wamepita. Sio kama unachagua mgombea fulani unayemtaka wewe, alafu anachaguliwa ambaye sio yeye, wewe unaenda kulalamikia nyumbani. Uzuri katiba yetu imetupa nafasi 2024 mwezi wa 11, ni lazima serikali, ni lazima tume huru iheshimu. Ndio maana tunasema kama wao wanataka wewe uhuru, yani unabadilisha tu chupa, lakini mvinyo unakuwa ni ule ule. Sisi hatukubaliani, tunataka tume huru na ambayo haisimamiwi na TAMISEMI. Mataifa makubwa ndo tunajifunza karibia kila kitu, yale mazuri ndo tunayachukua. Unaweza kuona nchi za magharibi, hasa nchi magharibi na nchi za Ulaya zimekuwa zinafanya demokrasia ya wazi. Sisi tumewaiga katika mambo ya demokrasia, lakini tunashindwa kuishi hiyo demokrasia. Unaweza ukaona nchi za magharibi karibia kila jambo linakuwa wazi. Mfano Marekani sasa hivi wanaenda kwenye chaguzi zao ambao wataifanya kama sikuseni mwezi wa 11 au 12 ya kumchagua rais, maseneta na watu mbalimbali ambao watakuwa ni viongozi wao. Na unaona mambo yanakuwa wazi, usikii chama kimehujumiwa, usikii polisi kazuia mkutano, usikii kwamba waandishi wa habari wamezuiwa wasirushe taarifa za mtu fulani, kwa sababu waliapa kuilinda katiba ambayo imetamka kwamba chaguzi zote zitakuwa za kidemokrasia. Kwa jina anaitwa Idi Ramadhani Bitari, ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu mtangazaji, tukizungumzia swala la demokrasia, ina mapana mengi, ina mapana marefu kidogo. Kuna siasa ni mfumo wa maisha, lakini pia umegawanyika katika makundi makuu mbalimbali. Tukichukua siasa ni maisha, tunakuja kundi B lake ni kwamba ni siasa ni kundi la watu wachache waliounda watawala na watawaliwa, na mle ndo kukatokea neno linaloitwa demokrasia, ambayo ina haki mtu kuhoji chochote anachokiona hakiendi sawa. Ana uhuru wa kujieleza, maanake ni uhuru wa kujieleza kwa mtu mmoja mmoja, haki ya kuishi na kupata mahitaji ya aina
mbalimbali, tukizingatia binadamu wote ni sawa, na usawa wa binadamu ni mambo makuu matatu. Tunapata maradhi ya kuishi, chakula, tunapata maradhi pamoja mavazi na mahitaji mengine ya kibinadamu. Kwa hiyo tukizungumzia suala la demokrasia ni neno pana sana ambalo wengi wetu tulio wengi wa Tanzania hatulifahamu sana. Tunaingia kwenye vyama kwa ushabiki bila kuelewa tunachokwenda kufanya ni kitu gani. Lakini uhalisia kabisa, demokrasi ni uhuru wa kujieleza, kwa maana ya tawi lile la siasa ni maisha. Hivyo ndugu mtangazaji, kifupi ni hivyo. Okay, nashukuru sana. Tuseme tukijifunza kwa wenzetu, sisi tuna siasa ya ujamaa na kujitegemea iliyotoka kwenye tawi la komunisti. Wa komunisti manake ni wajamaa, ni tofauti na siasa za kibepari, tofauti na siasa za kimangi, tofauti na siasa za kijeshi. Manake siasa za kijeshi amri hutoka juu, wewe chini unatekeleza. Kwa hiyo tukizungumzia swala halisi la demokrasia kwa nchi za kimagharibi, zinaenda tofauti na nchi hizi za Kiasia, kwa sababu baadhi ya Waasia kama China, Korea Kaskazini na nchi nyingine zinazofuatana na hapo, tunafuata siasa ya ujamaa, ambazo kazi ya ujamaa manake shughuli zote tunafanya pamoja, tunaunda pamoja na tunatekeleza pamoja, na mambo yote yanaenda sawa, tofauti na hizi nchi zingine za kimagharibi ambazo wao wanaamini kwamba tajiri ndio mwenye akili kuliko mtu mwingine wa kawaida. Na ndio maana ukichukua siasa ya Marekani, chaguzi kuu zinapokuwa zinafanyika, unakuta kwamba hawa ambao ndio wenye haki wananchi ya kuchagua kiongozi wanayemtaka awe ndio mtawala, unakuta yule anapigiwa kura na maseneta kwamba huyu hafai, mwenye kufaa ni huyu mwenye uwezo. Wanaamini kwamba tajiri ndio mwenye uwezo, ndio mwenye akili nyingi kuliko huyu maskini, vitu ambavyo ni tofauti. Lakini kwetu sisi Afrika na nchi zingine zinazofuata mlengo wa ujamaa ni kwamba shughuli zote za kijamaa tunazifanya kwa pamoja, na tunashughulika na shughuli zote za pamoja. Kama hivi unavyoona, tuna siasa ya ujamaa na kujitegemea. Kujitegemea ni kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia tuna share pamoja mambo yote ya kijamii, tofauti na nchi zingine za kimagharibi. Okay. Madhara ya demokrasia isipofuatwa, matokeo yake ni makubwa. Kwanza, haki za binadamu hazitakuwepo, uhuru wa kujieleza hautakuwepo, haki ya kuishi haitakuwepo. Matokeo yake tutauana. Watanzania walio wengi hawafahamu demokrasia ni nini, kwa sababu demokrasia ni haki na ni uhuru wa kujieleza, lakini walio wengi hii katiba mama hawaielewi vizuri, ambayo ndio sheria mama ya nchi, ambayo ina kila kitu kilichoainishwa mle kwamba wote tukifuate. Lakini sasa kwa sababu hili ambalo unalonieleza si wengi wenye kulitambua, ni wachache sana, na hivi vitabu vipo, lakini ingekuwa kwamba wangekuwa wanachukua ile katiba wanaifundisha kwa kila raia alipo, wangeweza kuelewa haki zao za kidemokrasia zinatumika vipi na lipi wafanye na lipi waache. Lakini kwa sababu ya kutokufahamu hilo, sheria mama hawaijui na wanakokwenda hawapajui, ndio maana unakuta mambo haya yanajitokeza kwa kila raia kufanya anavyotaka yeye. Tuende sawa kidemokrasia, inatakiwa tuachane na hizi sera za kivyama, tuende na sera ya nchi ambayo itakuwa inaamua kama watu wamepanga
miaka 5 tufanye hiki, na atakayefuata atafuata yale yale ambayo mwenzake maacha kwa mlolongo ule ule. Mwisho wa siku tutakwenda kukaa sawa, kwa maana wote tutakuwa sawa. Nje ya hapa hatuwezi kwenda sawa na demokrasia haiwezi kuwa sawa. Naitwa mwalimu mstaafu Claver Ntitanga Didichi, mzaliwa wa Kibondo na mkazi wa Kibondo. Mujibu wa maelezo ya awali ya watu wanaozungumza demokrasia, nasema demokrasia ni utawala wa watu kwa manufaa ya watu. Yaani watu wanaamua nani awe kiongozi, nani apate nini katika uongozi ule, na nani anufaiki. Inahusisha pia katika kufanya maamuzi ya kuchagua na kuchaguliwa kuwa kiongozi katika jamii. Hiyo ndiyo demokrasia, utawala wa watu kwa manufaa ya watu. Tuseme tu kwamba kwa ujumla Afrika hakuna demokrasia. Tumelazimishwa tu kuonekana tunataja demokrasia, lakini hatutaki demokrasia. Na hata Tanzania, unajua kwa mfano sasa hivi Tanzania utawala uliopo CCM imegeuka kama utawala wa Sauli katika Israeli ya wakati ule. Kwa hiyo tunasingizia tu kwamba labda mataifa ya nje yanatulazimisha, lakini sisi watawala, mtu akishakuwa mtawala anataka ufalme, ingaje tumeshaukataa ufalme. Kwa hiyo Afrika kwa ujumla, ukiacha labda nchi ambazo umeona kidogo wanafuata demokrasia, ni Ghana, wanakuja Senegal na hata Kenya, angalau wameonekana kwamba wanaweza kufanya maamuzi, Zambia. Lakini nchi nyingine mtu akiingia madarakani anataka kung'ang'ania asitoke. Kwa sisi tunazungumza kwa vipi, kwa Tanzania au kwa wapi? Lakini kwa Tanzania inaweza wako watu wanaojua haki zao, lakini walio wengi wanajua haki zao ni kile wanachopewa wakara siku wakati wa uchaguzi, ambao ni rushwa. Basi ndicho hicho wanaamua, lakini matokeo hata wale waliofanya wanafanya maamuzi kwamba tunataka huyu kiongozi